Katika kanda zote hizi mamlaka ya nidhamu iko chini ya wenyeviti wa kanda, ambao tushakubaliana wengi wanamuunga mkono Mbowe. Hili hao watu kwa mikoani kwenye kanda zao wanyanyaswa, watanyanyaswa na timu ya Mbowe, maana ndio watu wa mwisho kufanya nini? Decision ya kuonea watu. Na ndio maana sisi hapa nitoe mfano tu kwa ndugu yangu Asenga alikuwa Segerea. Alikisimamishwa na mkoa, akakata rufaa, ikaja kwenye kamati tendaji ya kanda. Mwenyekiti wake wa Segerea ulisimamishwa. Tukaja kanda bila kujali timu. Watu wakasikiza yale mashtaka, tukamwambia hapana, kwenye jambo hili kimekosewa A B C, tukamrejeshea. Ilikuwa mwaka huu mwezi wa 4 tu. Sasa wao kikimbia, ukisema umekimbia kwa sababu mnafukuzwa, mmewahi msifukuzwe. Ni kutiana uoga tu, ili wewe uogope, uamini kwamba hata ukibaki unafanyaje? Unafukuzwa. Unafukuzwa vipi? Kila kitu Chadema kiko wazi, kinaendeshwa kwa mujibu wa katiba, wala sio kwa ajili ya matakwa ya mtu. Na mimi nina msemo mmoja kwenye uongozi wangu, ni 5 kaona nyie, kwamba ndani ya Chadema au kwenye vyama vya siasa, hususan Chadema ambao naijua, tunaweza tukaishi watu ambao watupendani na wala bila kugombana, kwa sababu wote tunaongozwa na nini? Na katiba. Kwa hiyo katiba yetu inaweza kumfanya Muislamu na Mkristo wakawa ndani ya Chadema, Mnyakyusa na Mmasai wakawa ndani ya Chadema, kwa sababu wote wanaunganishwa na kitu hiki kimoja tu cha katiba. Sasa kinachonitia mimi uoga kwa sababu bwana tunakimbia kwa sababu tumeambiwa tutatuje kufukuzwa wote. Kwa hiyo tukimbieni tutakuja kufukuzwa. Na kufukuza nani? Na katiba ishaonesha ranki ya kufukuzwa, ili ufukuzwe lazima mamlaka yao atafanya ni mwenyekiti wa kanda. Kwa hiyo Sugu alikuwa ni mtu wa Mbowe. Kwa kama utafukuzwa kule Nyasa utafukuzwa na Sugu mtu wa Mbowe. Wewe mtu wa Mbowe unasema unakimbia, unamkimbia nani? Kwani alikuwa mtu wa Mbowe au kuwafukuza mpaka mnawahi mnakimbia ni wakina nani? Peoples. Hii inaitwa undugu lawama. Sisi Waswahili tunasema undugu lawama. Ukimpa wali kwenye bakuli akakuseme vizuri, na ukimpa wali kwenye kisosi anajiona mwenye mkosi. Kwa maana ukimpa kwenye bakuli anasema ameniona mimi mlo. Ukimpa kwenye kisosi za kiwali hiki. Kweli watu wachoyo, si ndio? Kwa hata wakifanywa jambo lolote tu ushakuwa na mentality ya lawama. Wewe kila kitu chako itakuwa nini? Ni lawama. Lakini si mbaya. Tumekuja leo hapa tutoe ufafanuzi. Mimi binafsi nimekutana na Mheshimiwa Mbowe mara kadhaa. Kwa mwezi Mei na mwezi Juni nimekutana na Mheshimiwa Mbowe miezi hii mara kadhaa. Na mara zote nikiona huku vijana wanaongea maneno ya pembeni, namuuliza kuna hiki kinaendelea, anasema sijui chochote. Na ukweli ni kwamba Mheshimiwa Mbowe ametuaga, anaenda kwenye biashara zake binafsi. Kuna wakati alienda China kakaa zaidi ya mwezi mmoja, na baada ya uchaguzi tunadhani wiki moja mbele Mheshimiwa Mbowe alikuwa China, amekaa kule karibuni mwezi mmoja au miezi miwili. Sasa amerudi, anauliza kinaendelea nini. Na hiyo likizo aliyojigaia hata ya siasa ni moja kutengeneza, kudoa ile tension ya kujiona kama vile, unajua kuna mtu anasemaje, mbona Mbowe yuko kimya sana, hazungumzi, Mbowe yuko nyuma ya mambo haya. Imani yake ilikuwa kama nilisema mwanzo kwenye utangulizi. Muda mwingine, yani leo kwa mfano, kwa jinsi tu hii watu bado hawajatulia, wanatumiana. Ingetokea cha kutokea chochote, tunaitushana vikao hapa afu mbona anaonekana hudhuria. Pia kuna maneno yangeibuliwa. Hata kurudi kwa mlango wa nyuma huyo. Mwenzie yuko kule naona sasa anakuongoza vikao. Kwa kwenye utaratibu wa dunia ile ustaarabika, wenzenu wakiingia ofisini mnawapa nafasi na uhuru. Mbeleni huko wakishazoea sana ofisi wameiweka yote mkononi. Unarudi vikaoni, unaendelea kushiriki nao fanya jambo lolote. Kwa kukaa kimya haimaanishi kwamba mtu yuko huko pembeni amenuna au amekaa pembeni, si kweli. Na mimi najua mara mwisho nimekutana naye Mheshimiwa Mnyika amewasiliana naye, najua amenitaarifu kwamba niliwasiliana na katibu mkuu, na najua katibu mkuu alimuuliza bwana mheshimiwa kuna tajwa au kuna watu mikoani umewatuma kazi, sasa si kweli. Hilo jambo halipo na wala halijui.
Mimi nakutana naye, nampa na feedback, feeling zake, mawazo yake, nina uthubutu kwa kusema kwenye jambo hili haliwezekani. Labda hiyo akili yapate leo asubuhi. Kwa sababu uwezo kwa wanawazia jambo jema, alafu jambo unalowazia jema unaliwazia tena vibaya. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo ingekuwa tuna vikao sisi leo Mheshimiwa Mbowe kwamba ukimya wake na kwamba tunaamini ni maagizo yake ya sabotage. Kwenye kampeni tulikuwa tuna chain ya mawasiliano, tunaitana kwenye vitu wakanda wote. Kwenye vitu wakanda tunaita kwenye vitu wa mikoa wote. Tunafanya pale, tukifanya pale tunaamini kabisa ni chain, tumepeana maelekezo, tunafanya jambo hili, ni msimamo wa kambi fulani. Kitu hiko baada ya uchaguzi wa chama tu. Hatukuwahi kufanya vikao vya namna hiyo wala kukutana tena kufanya jambo lolote la maagizo ya pamoja kwamba sasa tuna msimamo huu ili tuende against chama au kujipanga dhidi ya chama. Hatujawahi kufanya jambo la namna hiyo. Sasa ombwe siku zote wanasema shetani upita sehemu ambayo inanyufa. Ili ombwe la maneno kushoto na kulia, muda mwingine namtengeneza shetani na majaribu ya kuamua kupita katikati. Na ndio maana unaona sasa ukifanya hivi linazushwa kushoto, ukifanya hivi linazushwa kushoto. Na mimi nimekuja hapa, wengine wanasema tumeambiwa wale wanatangulia nyinyi mtaenda mwishoni. Unampigia kwenye simu kesho anambia bwana mbona mheshimiwa nimeapiwa kabisa kwamba sisi tunatangulia wao unakuja. Basi pia nichukue fursa hii kuambia kwamba mimi Boniface Jacob si hami. Na wala sina mpango huo, sijawaza, sijafikiria wala sina mpango huo. Mimi ni kijana wa chama, mwaka huu 2025 natimiza miaka 20 ndani ya Chadema. Na haimaanishi kwamba ndani ya Chadema kwamba mambo ni mazuri au kwamba tunafaidika sana, si kweli. Mimi ndani ya chama hiki sija kupata kazi ya kuajiriwa. Na mimi ujumbe wa kamati kuu wa kwanza, ule ujumbe wa kamati kuu mkija vikaoni angalau kuna posho mnapewa ya nauli ya kuja na kuondokea, chakula mnakikuta, ukumbi mnakuta. Mimi kwa ujumbe wa kamati kuu uliopita nikiwa kama mstahiki meya wa Ubungo na Kinondoni, orodha ya kulipwa mimi kamati kuu nilishaondolewa, sijawahi kulipwa. Kwa kwenye vikao popote vikifanyika naenda kwa nauli yangu na shiriki bure. Tulisema ambao wenzetu hawana uwezo wa kujimudu wataendelea kulipwa na chama posho. Hadi kadhalika hata sasa hivi kwa kamati kuu vinafanyika. Vikifanyika popote kuna baadhi ya watu sisi hatuendi kwenye meza ya malipo, ni aibu. Kwa hiyo hatuko Chadema kwamba kuna hela au kuna mlija wa hela unapata fursa yoyote. Kwamba ndani ya Chadema kuna siku nimelipwa 300,000 400,000 kwa kazi yoyote iwe ya makao makuu au ya kutumwa. Haijawahi kutokea tangu ni chama hiki. Lakini angalau nina fadhila kwamba chama hiki kimefanya leo tunakutana na watu, tunakutana na mawaziri leo wanatusalimia kwa heshima. Kama sio Chadema hii tungekuwa. Kwa hiyo leo 2025 mimi natimiza miaka 20 ndani ya Chadema. Nikaanza maisha upya tena.